Jahazi TV. Tukio la kurushwa katika mitandao ya kijamii video au footage iliyotapakaa katika nchi yetu ikiwa na maudhui ambayo si mazuri kwa maadili na desturi zetu hapa Zanzibar, iliyohusu kuonyeshwa kwa mnyama mbwa katika skuli huko Nungwi, ambapo watoto au wanafunzi wakionyeshwa kuwa wakimchezea yule mbwa ambao ni kinyume na desturi na mila zetu. Na katika video ile kumetajwa kwa jina la taasisi ambayo imejulikana kwa jina la Tajdo. Napenda kuchukua fursa katika mkutano huu mbele yenu waandishi wa habari kujulisha umma kwamba sisi wakala wa usajili wa biashara na mali Zanzibar mwaka 2025 tulisajili kampuni iliyoitwa kwa jina la Tajdo Company Limited, na kampuni hii ilisajiliwa ikiwa na majukumu au kazi za biashara 4. Moja, ilihusu utolewaji wa huduma ya vaccination, kutoa chanjo kwa wanyama ikiwemo mbwa. Lakini pili, shughuli zake ilikuwa ni kufanya usafirishaji wa wale wanyama kutoka point A kwenda point B, ikionekana kuna haja kwa yule atakayefika katika kampuni hiyo kupata huduma hiyo. Lakini tatu, iliainisha jukumu la yani malezi, taking care ya wale wanyama, hasa pale ikitokea miliki wa mnyama mbwa amepata safari pengine ya ndani ya Zanzibar au nje ya Zanzibar na anataka mnyama wake abakie hapa, basi kampuni hii imejisajili kwa inaweza ikafanya shughuli ya kutake care wakati ule mwenye miliki anayemiliki mbwa kuwa amesafiri. Lakini 4, imejisajili kwa shughuli ya kutoa huduma ya usambazaji wa madawa pamoja na chakula kinachohusu hao wanyama. Kwa hiyo ni kampuni ambayo sisi tunaitambua na imejisajili kwa shughuli za kutoa huduma kwa wanyama. Kwa mkutano huu au kwa forum hii ninathibitisha kwamba kama skuli yetu ina elimu kuanzia chekechea mpaka darasa la 6. Kwanza natanguliza kuomba radhi jamii, Wizara ya Elimu, warajisi wote wa taasisi zisizo za serikali na watu wote walioiona video zile ambazo zikasababishia taharuki, kwa sababu yale mambo kwa kweli yalikwenda kinyume na utaratibu na culture za Zanzibar. Lakini kama skuli tulifanya jambo bila ya uelewa mzuri na utaratibu, pale kwa kweli tumekosea, na tunaomba serikali kwa jumla na wadau wa elimu kwanza watusamehe, kwa sababu lengo ilikuwa kutaka kuwafundisha wale watoto no brutality for animal, ili kuondosha ile watoto kupiga mbwa mitaani. Lakini kwa kweli hatukujua dhamira za yule mwenzetu, nafikiri kwa sababu baadaye bila kuambizana yeye aliposti zile video, wala hatukujua itakuwaje nje. Kwa hivyo kikubwa zaidi naomba radhi kwa kila ilomgusa lile jambo, kwa sababu kwa kweli tumekosea, tumetoka nje ya utaratibu wa sheria za elimu na sheria za nchi. Na yote hayo nia yetu ilikuwa ni kujenga, lakini hatukuwa na utaalamu, ndio maana akatokezea yale pale. Na mazingira mengine, lakini pia mmiliki wa skuli naye alipopata fursa yule mgeni kuomba kwamba anataka kuwaelimisha watoto juu ya masuala ya kutowaonea wanyama ama kupiga wanyama, aliona eneo bora ni shule kwenda kutoa ile elimu bila kuzingatia mazingira mengine. Sasa sisi Wizara ya Elimu baada kuona picha ile tulifanya ufuatiliaji, na baada kufanya ufuatiliaji tukakuta kwamba kampuni ile ilisajiliwa, lakini pia tukakuta na ile shule tumeisajili. Kwa hiyo sasa sisi Wizara ya Elimu tuna taratibu zetu katika masuala ya wageni kuingia katika maeneo yetu ya skuli, na taratibu zetu zipo kisheria na miongozo ambayo pia
kwenye ofisi ya mkurugenzi wanasimamia swala hilo, mkurugenzi wa mrajis, yani mrajis wetu anasimamia swala hilo. Lakini pia vile vile kuna wadau wa elimu. Kuna kampuni moja inaitwa HEBU, HEBU. Kampuni hii inakuwa kazi yake kubwa ni kuwaelimisha wageni wote ambao si Wazanzibari, wenye silka na hulka tofauti na za Kizanzibari, ili waweze kuingia katika maskuli yetu. Wanakuwa wanapata short training kwenye kampuni hiyo, ili kujua zile tabia tofauti za Wazanzibari wanapoenda kwenye shule zetu. Na lengo letu kuikaribisha kampuni hiyo kutusaidia katika swala hilo ni kuepuka mambo kama haya. Kwa mfano, sisi tumeona ili swala la mbwa, lakini yapo mambo mengine, kwa mfano kwenda na visuruali katika maeneo ya skuli, kwenda na watoto, yani labda zile tabia ambazo hazieleweki katika hasa kwa nchi yetu hii. Tumezungukwa na swala zima la utalii. Basi baada ya maelezo hayo, sisi kama wizara tunakemea vikali swala lile lililotendeka pale, lakini kwa vile kampuni hizi bado ziko ndani ya mikono yetu ya serikali, sisi kwa upande wetu wa Wizara ya Elimu na taratibu tumeziweka na miongozo ipo, sisi shule ile tutaichukulia hatua, na walimu wale wa pale walioruhusu swala lile kufanyika tutachukua hatua kwa mujibu wa miongozo yetu ya uendeshaji na usimamizi wa skuli. Lakini hata hivyo bado tunaiomba jamii, kama wenzangu walipokwisha kuzungumza, kwamba tunaomba radhi sana jamii yetu hii, lakini hasa tukijua kwamba maeneo yale ni maeneo ya utalii na tunazidi kudhibiti sana. Tunaomba radhi jamii ituelewe katika hili, na sisi tunaahidi kwamba tutachukua hatua za kisheria kadiri ya miongozo yetu inavyotuelekeza. Jahazi TV.